Msichana uko tayari kuongea? Vitu unarudisha? Mimi daktari ama mimi kwanza mimi niende. Mimi siwezi taka nikaribie. Siwezi taka nikaribie. Hata tu alisikia hivyo mwenyewe ataongea. Hakuna kiburi sana. Kiburi itaisha. Kiburi itaisha. Nilimwambia ataporomoka. Kuna ukuniambia una record. Nini tutarecord? Lazima Wakenya wajue na wanaume wengi wenye wako na tabia kama yako. Nasonga huko. Nitawapiga nyinyi. Nitawapiga. Wewe ni nani sasa? Nilikutoa kwa bizi ya makaa. Huyu ni nani bro sasa? Nilikutoa kwa bizi ya makaa. Nikakupeleka majuu after that. Lazima ushout. Lazima ni shout. Lazima kila mtu ajue. Derek huyu ni nani? Ni nini inaendelea? Wewe ni nani? Wewe ni nani kwanza? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Mimi ni bibi yake, wewe ni nani? Uongo. Mimi ni bibi yake? Hebu ambie Derek mimi ni nani? You know wife. Bina unaenda nayo wapi? Hello guys, what's up my good people? It's your boy Binai. Welcome to the Binai. Watu wangu hapa tumeambiwa na daktari tunaletewa mtu ambaye huwa ako pamoja na mpango za Diana. Lakini tunaona ametuletea mtu mwenye tunajua. Hapa ametuletea huyo ile dereva wa mwenye alikuwa anaendesha Diana wakati alikuwa baada kuna mbabazu wake. Tunataka tuzungumze na yeye tuone venye kuna kwa ukoaje bro? Niko poa Jinai. Unatukumbuka sisi watu wenye tuko hapa si wote na Dani. Nakumbuka vizuri sana. Ndio, jana mlimaliza aje na boss wako? Kama venye jana nilikuwa niende nipeane hizo milioni 2 na nikasema sasa mko umetumia tulikuwa tunangojea kwanza time iende ndo tutumie. Okay. Na Diana amesema alipeana vitu za nini za huyo boss wako alipeana ukweli? Mimi sijui juu mimi venye nilimalizana tu na yeye. Boss hakutaka kuniongelesha, alinifukuza. Sasa hizi muongee na boss. Boss amekuachisha kazi. Ni kama amenisimamisha hata simu ashiki. Sawa. So tumeletwa hapa na daktari huyu mwenye ulikuwa na yeye jana hapa na nimetaka kuongea na wewe. Habari ya kijana? Mzuri sana daktari. Naomba usimame tu hapa. Habari ya leo? Mzuri sana daktari. Unanikumbuka si ndio? Nakumbuka vizuri sana. Hiyo ndio nafaa vijana ujue kujituma. Hii mambo ya ukorofi hii uache. Na mimi kitu ambaye nimefanya ni kulete hapa. Nataka udhibitishie watu. Kuna kitu ambaye nataka uwadhibitishie na ukijaribu kunidanganya nadhani unajua vile mimi wanafanya kazi, si ndio? Si nilisema ukweli yote jana daktari. Nini nyingine unahitaji kutoka kwangu? Kuna kitu ambaye mipango ambaye mko nayo huyu msichana, vitu mingi sana ambaye hukuongea jana. Na sababu hiyo kesi ya jana ikuwa inahusu hizo vitu. Na leo nimetaka uongee mbele ya watu, kila mtu asikia. Na kuna shamba ambaye iko Kamulu. Nadhani unaijua, si ndio? Daktari, naijua. Hiyo shamba mliifanya aje? Daktari, usifanye venye ulifanya jana, ndaongea ukweli. Ongea. Tuliuza. Na Diana umesema shamba iko kuuzwa. Diana umesema shamba iko kuuzwa. Kwani shamba ni yako? Ni yako. Wewe ni yako. Wewe ni yako ndio mniuzia shamba. Na mimi nilikuwa nataka shamba wapi? Naomba uachane tu na yeye. Kuja hapa kijana, nilisema usimame hapa. Sasa Diana hata ulienda kutafuta nini kwa huyu mwenye anakaa hivi? Unajua bei ya kichana ni pesa ngapi? Na mimi nimetaka tu niwadhibitishie hiyo shamba sababu huyo msichana amesema shamba hakuna mambo na shamba na huyu kijana amekubali. Shamba umesema shamba iko Kamulu? Yes. Na hiyo ambayo hiyo shamba ndio aliuza na hata wewe si wewe ndio ulitafuta mteja? Kweli mimi ndo nilitafuta mteja. Mashamba yetu hujui ilitoka wapi. Wewe hata una adabu wewe. Huyu anaiba, huyu anachukua. Huyu anatafuta muuzaji. Na kwani hata hizi pesa zenye mnaiba hata mjui kujimaintain. Mliniuzia shamba? Mbona mliniuzia shamba? Ilikuwa tu biashara ya mara moja tu. Usijaribu kuleta nini. Hiyo hao watu niwaachie mimi mwenyewe. Mimi mwenyewe nitadili nao. Na hiyo shamba, hiyo pesa ambayo waliuza hata nikiwaambia nyinyi mtashtuka sana. Hiyo shamba waliuza shilingi 1500. 500. Diana jamani. 500. Diana. Ulinunua hiyo shamba pesa ngapi? Shamba nilinunua 1.8. Shamba gani inauzwa 500 hata? Ni shamba gani inanunuliwa 500k sai? 2026.
Lakini Binai, wacha nikwambie, kama hujafanyia kazi kitu huwezi sikia uchungu yake. 500,000. Diana, mnauza shamba 500k. Mimi shamba yangu Yenye linunuliwa 1.8. Why? Wewe Derek, unasikia shamba yenye nilikupea venye kunaenda? Derek, ulikuwa unajua pesa yenye linunuliwa shamba na nini sasa nini? Sikujua alinunua pesa ngapi. Ungejua aje pia yeye na ni gold digger pia yeye. Mimi si gold digger. Sasa msichana, hii vitu ambayo umekuwa unapingana unaongea nini sasa? Ndio huyu mwenye ambaye mlifanya na yeye shughuli amekuja na amedhibitisha mbele ya watu. Diana, nashangaa nilitoana wapi na wewe? Sasa hata heri wewe, huyu mwenyewe unaona akikaa aje? Huyu hata ulikuwa unaenda kutafuta nini huku sasa hata wewe? Na bado hujaibika. Nataka ukuje usimame hapa uongee. Hiyo ndio kitu ambayo nataka kusikia mbele ya watu. Shamba ya 1.8 imeuziwa 500k. You will suffer. You will suffer. I will make sure of that. Na si hata wangetumia hiyo pesa wajimaintain, unaona venye huyu anakaa. Huko ukaangi huko. Hata ili angenunua kichana, huyu anakaa aje sasa? Hiyo shamba inataka irudishwe na nini Diana? Hiyo shamba hata kwanza bado iko na mzozano. Hiyo shamba walikula pesa na mwenye hiyo shamba bado hata wajampea title. Mnatapeli pia mwenye mnauzia. Unataka ngapi? Unao mali vitu zao hizi zinapeleka watu. So bado hawajapeana title deed kwa mwenye alinunua. Vitu za utapeli. Bado mbona mnamaliza bado hajamaliza? Hiyo shamba walimalizana na mbona mnahangaisha huyo mtu ambaye alinunua hiyo shamba sababu mshakula pesa. Mshakula pesa nyinyi. Hata huyo mtu pia naweza sababu kidogo daktari, mimi nilikuwa tu nitafute customer na nilikuwa nikule yangu. Venye mimi nilikula yangu, sasa sijui walienda kumaliza nao huko, mimi sijui venye. Nilikula yako na ukasahau kununua nguo. Hiyo tu ndio ilikuwa tu biashara yangu. Nitafute customer nipate yangu haki. Na ukampea hata mimba mkipatanga zenu, si ndio? Shame on huyu ndio mwenye mimba bado. Huyu ndio mwenye mimba. Sasa pia wewe Diana, ni nini ulikuwa unaenda kutafuta kwa kimtu kinakaa hivi? Lakini Binai surely, hebu look at my brother. Hebu rudi hapa. Hebu angalia ule takataka mwenye ameenda huko. Ukienda hapo kuuza shamba yangu. Msichana, mimi nataka uongee sababu naona uko unanipotezea muda. Kijana, kuja simama huko. Najua huyu msichana hii kiburi ambaye ako nayo. Diana, tunapata hizo vitu ama tupate? Hakuna kitu niko nayo. Hakuna kitu uko nayo. Tengeneza huyu. Huyu msichana hii muda ambaye amenipotezea na unajua tunaona msichana tunambembeleza sana. Utaongea wewe. Utaongea. Mimba wapi? Acha akaya kutoka itakuwa. Mimba gani za matakataka? Adabu ile ndampea hiyo mimba hata iwezi dhurika. Director karibia. Mpea mimba hata anakaa kama yes, hivyo sasa. Toka tena. Usinikaribie. Director karibia. Usinikaribie shetani. Ulikuwa unasumbua sasa. Unafaa hivyo sasa. Na hawezi hata ongea, hawezi sema ni hivyo daktari nitaongea. Kichwa ni ngumu. Niko nakuuliza utaongea? Huyu ako Sema tu kweli unitoe kwa hii shida. Ai. Uko tayari kuongea? Niko nakuuliza msichana, uko tayari kuongea? Vitu unarudisha? Mimi daktari ama mimi kwanza mimi niende. Mimi siwezi hata nikaribie. Siwezi hata nikaribie. Hata tu alisikia hivyo mwenyewe ataongea. Hakuna kiburi sana. Amekuwa Kiburi itaisha. Kiburi itaisha. Nilimwambia ataporomoka. Huyu hayuko tayari kuongea daktari. Ongezea dose. Kama lazima ongezea dose. Hiyo ile nimempea. Maumivu ile. Uko tayari kuongea? Nitaongea sasa. Uko naye msichana, hakuna mahali itakupeleka, umesikia? Mimi nakuambia, wacha nikuambie umri ambaye niko naye. Uko tayari kuongea? Daktari. Uko tayari tuongee sasa? Vitu yenyewe uko nayo. Shamba mliuza? Mbona mnamhangaisha mjampea title? daktari muongezee ingine kama hataki kuongea. Hata umefanya tu kote takataka huko.
Naomba usonge hapa. Na kama uko tayari kuongea, nataka uongee kila kitu. Kuja hapa kuja simama hapa. Daktari, si mimi nishasema ukweli. Muongee wote sababu hii mipango huwa mnafanya. Sema ukweli, mimi sitaki hizi mashida. Hii vitu huwa mnafanya pamoja sababu si ni mpenzi wako. Hivyo sasa si daktari nakwambia mimi ilikuwa tu biashara. Biashara na hii ujauzito si ni yako. Si uko na familia? Uko na familia? Niko na familia. Na hiyo sasa huyu mtapelekana wapi? Huyu hata sikujua ni wa hizi tabia. Sasa kama uko na wewe si wa hizo tabia. Tabia gani? Uko na familia, uko na watoto ushago, uko na bibi, mwenyewe unakaa hivyo unakopea boss wako. Niko tayari kuenda kuleta hizo vitu. Nitaleta daktari. Nikuachilia sasa hivi uende utaenda kukuja nayo. Nitakuja nazo. Unaenda kukuja nayo. Nataka kabla uende kuna huyo mtu ambaye mliuzia shamba nataka ungoje yeye afike hapa. Nataka pia aone ashuhudie watu ambao walimuuzia shamba. Sababu hao watu mbona mnahangaisha huyo mtu? Ni watapeli unasikia? Sababu hao watu huyo mtu ambaye walimuuzia shamba wako mpea title na wako wanamuhangaisha tu. Mbona mnahangaisha huyo mtu? Walikuwa pengine hata wanataka. Pengine hata hiyo shamba haijaprocessiwa title. Ni ukweli mliuza shamba 500k nani Diana? Tuliuza 500,000 in this generation, in this year 2020. Vitu za nani za Derek anapata aje? Wewe ongea. Atapata vitu zake? Nishia brother yangu pesa. Za Derek anapata aje? Atapata. Aje lini? Hizo vitu. Diana. Hiyo vitu anaenda kuleta. Hizo vitu si unaenda kuleta? Nitaleta daktari. Lakini kabla aondoke nataka huyo mtu ambaye waliuzia shamba sababu naye pia ananyanyasika. Nataka afike hapa pia ashuhudie hizi vitu. Aone aliuziwa nini shamba na maskama. Pia afike hapa. Aone ndio aende alete hizo vitu mara moja. Ujikune hadi ujikune kabisa. Hiyo nywele itaisha kwa kichwa. Hii kiburi ambayo uko naye msichana, mimi nilikuambia wewe ni kitu kidogo kwangu. Umeona sasa? Sio mwenyewe umejiona. Unaitwa muuza shamba. Unaitangwa hivyo ndivyo. Kwani ni mchipa wewe? You are very cheap. Kuja hapa. Na hata usijaribu kuenda mahali. Uchani nywele, unakaa kama unavuta bangi, unakaa kama unavuta nini gam. Takanga nini saa zingine? Wache mwanaume anakaa hivyo ende takataka inakaa hivyo. Ni kiburi ambayo huyu msichana huyu, hii tamaa nilikwambia pahali unaelekea si pazuri. Nitakuita tena. Huko unaporomoka vibaya msichana. Sababu hii kiburi yako utaikula mwenyewe. Mimi nilikuwa nataka nikusaidia. Nilikuwa nataka urekebike mapema sana. Pahali unaelekea msichana, wacha nikuambie hii tamaa ambayo uko nayo haitakusaidia. Umesikia? Umesikia? Wewe uongee. Ni wewe unaongelesha. Umesikia daktari? Ako na kiburi. Umesikia daktari? Kama uko na kiburi wa kuongeza dawa nyingine. Kiburi hii binai. Uongezwe dawa? Uko sawa ama tuongezee dosi? Uongezwe dawa. Hebu kwanza uharakishe urudishie brother yangu. Ulikuwa umeonyesha mahali hiyo spa iko nani Derek? Najua mahali iko. Alikuwa amenielezea location. So najua kama ni hapo na hiyo jina tutaenda tuangalie So hiyo pia inafaa irudishwe. Na anafaa kuja na hiyo ufunguo pia. Atarudisha zote binai. Atarudisha zote. Nataka tu huyo mtu akifika. Umefungua leo hiyo kazi nani? Dana umefungua kazi leo? Hapana. Leo umefunga si ndio? Atafungua aje hata na hii mimba yake? Mimi nataka binai. Acha huyo mtu afike ndio ili aende hizo vitu. Na hata kifungu ya hiyo nini ambayo unadaiwa ukuje vitu yoyote ambayo si yako. Nasema kitu yoyote ambayo si yako. Ukuje nayo. Tumeelewana? Si uongee wewe. Kuja nazo daktari. Mimi nataka huyo mtu ambaye mlimuuzia shamba sababu naye pia ananyanyasika. Nataka pia nimalize. Nataka uofirisike kabisa. Hiyo ndio kitu ambaye nataka. Sababu hii kiburi ambayo uko nayo nataka urudi chini uanze upya. Ujue kutafuta vitu yako. Ujue uchungu ya kutafuta wewe. Sababu unajua utateseka kuliko wewe ulikuwa unataka kutesa hivi. Siwezi walisha, utateseka kabisa. Siwezi kuja hapa ati nilishe watu, mimi nalisha watu wazima. Driver, kuna kitu yoyote yenye uko nayo kando na zenye ulikuwa nazo kwa Diana? Hapana, kila kitu nilipeana milioni 2. Enda usimame pale wewe. Haraka haraka. Milioni 2 nilipeana funguo ya gari na hiyo mambo na tulikuwa nazo peke yake. Na hiyo kitu kingine uko nayo. Ile nyingine ni pesa yangu yenye
kula kwa hiyo biashara. Kufanya kazi gani huyu? Hata anakaa ni kama alikuwa analipwa. Alienda alikuwa anaendesha, yeye alikuwa dereva. Dereva anakaa hivi. Sasa pia ulikuwa unaendea nini kwa mtu anakaa hivi? Na wewe uko na mipango gani na huyo? Hiyo mimba utaifanyia nini? Utafanya aje by the way? Na familia nyumbani utaifanya aje? Hiyo ndio kitu ambaye nataka kukuuliza. Huyu hata simtaki sasa. Na mtoto wako mwenye kwa tumbo? Mtoto sina shida, ndalea mtoto, lakini kama hizo ndo tabia zake, sikujua ni mtu wa hizo tabia. Huko unajua na mlikuwa mnafanya na yeye. Kuuza shamba yenyewe si mnafanya na yeye. Hiyo si shamba aliniambia ni yake. Mimi nilijua ni yake shamba. Na wewe tamaa ikakupeleka. Ona sasa hii mali huko. Sasa umtaki. Na mtoto? Mtoto amesema atalea lakini yeye hamtaki. Atalea na pesa gani? Bina huyu anakaa kulea, hata zinashangaa wenye wako ushago anakaa aje. Sasa Diana, hii ni mizigo umejiwekea, mtoto utalea mwenyewe kwa sababu huyu ndugu yangu siko sure. Amerukwa pia. Lakini si hiyo pesa waliba pamoja. Si ungevumilia tu Derek. Mimi simtaki anivumilie nini? Ningesema before all this angefikiria akuvumilie. Sasa ona aibu. Mbaba amemkataa. Dereva mwenye anakaa venye anataka amemkataa. Kwa Derek huwezi rudi. Hiyo kitu ile mimi nataka acha huyo sababu kuna mama ambaye waliuzia hiyo shamba na huyo mama ananyanyasika sana. Huyo mama wanamhangaisha kila siku. Hata amewastaki karibu mara 2 lakini sababu wako na pesa wanaongana. Wanahonga. Diana jamaa. Sababu mmehangaisha hiyo mama sana. Hivyo wanaume wengi sana. Kama ni nataka pia kuja ashuhudie. Nataka uaibike kabisa. Nataka kuja ashuhudie. Unataka kuaibisha hizi familia, hiyo aibu itakurudia. Na mamangu alikwambia kuna machozi yake yenye inaangukanga chini inapotelea. Utalia wewe. Nataka atulie. Utalia wewe. Hiyo maombi yenye ameomba. Nataka atulie sasa. Na tungoja huyo mtu afike. Nataka utulie. Ngoja huyo mtu afike naye aone ashuhudie wewe ni mtu wa aina gani. Msinikaribie. Sawa daktari. So tungoje huyo mtu afike. Ndio Selina. Wacha afike. Vitu zako zitapatikana. Yes. Mimi naamini daktari. Mimi namwamini sana. Director kata.